Yeah, 15 years kwenye game. So give it up for One the Incredible na miaka 15 ya kwenye game. Bless. Uroka kijana kabisa kashabalea hapo usio bwana One karibu tena kwenye The Classic leo bwana. Shukrani sana. Tumefurahi umetujoin sisi leo bwana na kimsingi dokoa pita kule kwenye mizigo yako classic. Najua una mzigo mpya pia tutauchungulia hapa na mengine mengi. Kama muda haujatosha tutakualika for part 2 tena au vipi bwana? Nitashukuru. Sawa. So One the Incredible is in the house na walau tunaanza kupiga naye story 2-3 na walau hebu tuanzie hapo kwa One the Incredible hapo. Ilianza One alafu baadaye kaja The Incredible. Ilianza One. The Incredible ilikuwa ni title ya wimbo wangu wa kwanza. Sasa ule wimbo uli take off ghafla kiasi kwamba kutokana na ile chorus yenyewe ilikuwa inasema One the Incredible. Watu wakaichukulia kwamba lile ndio jina langu. Okay. Na nimejaribu sana kulibadilisha lakini naona wananchi wamelikubali hilo, kwa hiyo basi tunaishi hivyo. Mmoja kati ya watu ambao jina hawajajipa au sio yani hujajipa yani limekuja au vipi? Nimebarikiwa na mashabiki Sawa. Sasa walau tuisikilize basi kwa sababu anasema hii ngoma ndio ambayo ilisababisha jina likamganda. Yeye alikuwa anajiita One tu na atatueleza kwa nini ilianza One. Alafu baadaye The Incredible jina la wimbo ndio likamshika. Walau tuisikilize walau verse moja hivi na chorus yake hivi alafu tunarudi hapa. Ni hii hapa kwenye rap game bwana, ikipigwa popote pale watu wanasisimka sana. Na naona hata huko ndani kidogo hali ya hewa, umeona Chizo naye anaichana kidogo na nini? Sio kidogo sana. Hapa upepo ulikuja ukabadilika na One bwana ukaweza kuondoka na kijiji chako mpaka watu wakaamua kuita Incredible. Sasa walau tuanzie hapa, One yako ilikuwa inawakilisha nini hasa? Unajua kuna watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba One ilikuwa na maanisha kuwa wa kwanza. Lakini nilichokuwa na maanisha hasa ni mmoja tu kati ya wengi. Kwamba watu wanavyotaka kujidefine kwamba wao wako unique, wako special, wako vipi. Mimi nilitaka kujidefine tu kwamba mimi ni mmoja tu kati ya watu wengi wa kawaida. Kwa hiyo yani ni one of many. One of many. Bwana hii lakini si ndo sasa anakuwa wa kwanza hiyo. Kwa pekee yake. Yani katuchezesha tu hapa. Au Chizo umemuelewaje bwana? Sahihi, nimemuelewa. Yani kwa sababu kumbuka kwamba anasema watu walikuwa wanafikiria kwamba yani kuwa ni wa kwanza, lakini anasemaje? Yeye ni mmoja tu miongoni mwa wale wengi. Bado anakuwa ni huyo. Tuseme ni mmoja wa aina yake. Mmoja wa aina yake. Yani hapa ametuchezesha, ndo ametucheza ndugu zangu wa Kipemba anasema ametucheza shere. Au naswaje mkiaga? Safi lakini ninadhani kwamba ilikuwa ni ujio mzuri sana. Na kwa namna ambavyo unajua watu wengi tayari washakuwa wanajiita One, huyu anajiita One. Nafikiri kuna One wengi tayari huyu One wengi sana. Wengi sana. Sasa hivi tena wameamua kuitafsiri, kwa hiyo kina Moko pia nao wamekuwa wengi sana. Kina Moko, kuna wanaojiita kina Uno, unajua ni wako kibao wengi sana. Lakini mimi naamini kwamba kitendo cha kuongezewa The Incredible pale nafikiri ilikuwa ni sahihi zaidi kuliko ndio kutofautisha na wote. Ndio iliweka hiyo utofauti baina yangu na kina One wengine. So umezungumzia jinsi ambavyo wimbo ulivyoleta mapokezi makubwa kabisa na nini. Ile namna ambavyo wewe mwenyewe una urate wimbo yani ukiusikiliza, kwa sababu umeona hapa kila mtu alivyosikiliza kuna namna imemsisimua. Wewe mwenyewe sijui una urate vipi? Incredible kwangu mimi actually ni if not wimbo wangu kwangu mimi yani. If not wimbo wangu bora kwangu kabisa, then definitely ni moja kati ya nyimbo zangu binafsi 3 bora. 3 bora in top 3 kabisa. Za kipindi hicho au za muda wote? Katika records ambazo nimewahi kufanya za muda wote. Kwa maana yake kuna ngoma zingine ambazo umeshafanya hazijaibiti. Kuna kwa sababu unajua mimi ninavyoangalia, ukiacha tu jinsi ilivyopokelewa na watu, mara nyingi ninaangalia process ambayo mimi nimepitia kuiandaa hiyo kazi.
Kwa naweza nikasema ni moja kati ya ngoma zangu 3 bora, kwa sababu kuna nyimbo zingine 2 ambazo nilikuwa ni kama similar situation nilipitia, ndo nikaweza kuziandaa hizo. Okay. Yeah. Alright. Ilikuwaje bwana story? Incredible ni wimbo ambao niliurekodi before kukutana na Duke. Ule wimbo niliurekodi miaka 5 kabla ya kukutana na Duke. Niliurekodi na wakati niko shule na producer ambaye watu leo hiyo wanamjua kama J Rider. Mimi namwitaga Jeremy. Alikuwa Tongwe. Rider wakati sisi tuko shule, mimi Albano Styles na crew nzima ya Matrix, sisi wote tulikuwa darasa moja. Okay. Umeona? J Rider alikuwa madarasa 2 nyuma yetu. Yaani alikuwa mdogo wetu shule. Bwana mdogo. Lakini alikuwa na uwezo wa kutengeneza beats, alikuwa na uwezo wa kufanya production kubwa, na kitu ambacho kilikuwepo ni kwamba yeye alikuwa na studio tayari nyumbani. Kwa kipindi kile alikuwa anazungumzia namna ambavyo walikuwa wanaitengeneza kazi ama walikuwa kwa hiyo ule wimbo wakijiiba au sio bwana, unatoka zako shule unaenda kukutana na bwana J Rider. Kwa hiyo hapo kidogo story tuliikatiza baada ya kuwa tuko kwenye matangazo. Yeah, so kipindi kile ndio ulikuwa ndo utaratibu wetu. Sisi tuko tukitoroka tunaenda zetu studio tunarekodi. Wimbo ukikamilika Jumamosi ijayo kulikuwa na zile social events zinafanyika shule. Sisi ndo tuna present ngoma zetu. Yaani ndio ulikuwa utaratibu wetu. Sasa Incredible ni wimbo ambao nilisharekodi na J Rider na nikakaa nao. Alafu ile CD ikajaga ika-scratch sijui, alafu nikashindwa kupata wimbo. By the time namrudia Rider na sijui computer yake ilikuwa, kwa hiyo wimbo ulipotea. Na mimi ikafika kipindi nikaa nimeshaanza niko na kina Bano, kwa nimeanza kudeal na production. Kwa hiyo by the time mimi nakutana na Duke nilikuwa sifanyi rap tena. Bano ndo kanipush mimi kwa Duke kwamba bwana huyu rafiki yangu anachana hivi na hivi na hivi, ndo Duke kunipa nafasi. Kwa hiyo nilipokutana na Duke, wimbo kwanza kufanya ndo huo wimbo ambao ulikuwa umepotea, lakini mimi nilikuwa ninaukumbuka. Okay. So ilikuwa ni lost idea. Kidogo kuna kitu hapo ulikuwa umegusia unasema ulishaachana na rap mimi nilikuwa nimeacha kabisa kwa rap. Nini kilikukumbuka achana nayo hapo? Ilifikia kipindi unajua, kwa sababu mimi nilikuwa niko boarding. Kwa hiyo mara nyingi hata vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea mtaani na kwenye industry na nini ni vitu ambavyo vilikuwa inabidi kutegea sana kwenye radio usikilize. Sasa mimi naweza nikakaa na watu, kuna ngoma sijui ya mtu fulani kali sijui na nini. Afu mimi nikienda nikikaa nikisikiliza hivi naona mimi naweza nika freestyle wimbo mkali kuliko huu. Yaani kwa hiyo ndio industry standard yao. Yaani vitu kama hivyo tu vikaa vinaniboa. Okay. Sio kwamba uingie wafanyie unyama tena rafiki yangu kama ilifika tu ikawa haini interest. Mimi nikawa sasa interest yangu kubwa ilikuwa ni Illmatics, kwa sababu ndo kundi ambalo nilikuwa nalo na ndo watu ambao nilikuwa na in a way nilikuwa nina mentor, au in a way tulikuwa tunafanyiana mentoring. Kwa hiyo nilikuwa nataka niweze zaidi production ili niweze kuwaproducia wale ndo waje kuonyesha watu kwamba rap inafanya vipi. Okay. Sijui umenielewa. So Bano yeye ndo alinipush zaidi kwa Duke ili nianze kufanya. So nilivyofanya Incredible na ikaenda, Duke kaniambia vipi, unaonaje? Unaona tunaweza tukaendelea? Nikamwambia tuendelee. Kwa hiyo ndo kazi zikaanza tena kufanyika hivyo. Lakini at that point in time mimi na mambo ya kuchana tena hivi, nilikuwa nikifika sehemu nikisikia tu anachana naona wanipigia kelele hapa. Level ya kujiamini ilikuwa iko juu sana, sio? Sasa hicho ni kitu ambacho mimi hakiishi. Yaani mpaka sasa hivi bado nikiangalia industry nzima, mimi nitakwambia tu marapa wakali ni Max Cortez, Fresh Like na Temayai basically, na Tamaduni na Kikosi Kazi. Sijaangalia, yani nje hapo nikiangalia, yani naona tu kwamba ndio wana rap lakini kawaida. Okay. Kwa hiyo bado hauridhishwi na hali ya marapa wa sasa? Siridhishwi na vile ambavyo vinawekwa kama viwango vya rap ya Tanzania. Yani inabidi ifikie mpaka mtu kama Max na Fresh waweze kujitengenezea energy ya kwa mpaka Calligraph aje kuchukua kwenda kwenye kwenye cypher, ndo watu waanze kusema da wale wakali, lakini sisi tumeanza kuongeza kitu miaka mingapi. Yeah, of course. Ni sahihi kwa sababu ya hilo ambalo ulikuwa unalisema, na mfano mimi nimeanza kumfahamu Max miaka mingi,
tangu tuko kule nyuma kule yani Kenneth House kule, anakuja anapiga mafrisa watu I'm sorry to say this, lugha sio nzuri, lakini wanasema da yule muhindi noma, unajua wanamuita muhindi. Mpaka interview nyingine tulivyohamia huku ndo akajitambulisha, jamani mimi ni mtu wa Sri Lanka, yani asili yangu imetokea huko na nini, watu walikuwa wafahamu, so ni muda mrefu na tulikuwa tunasema. Kwa hiyo na maana watu wamemwona mkali baada ya watu ndo wameamini. Nimekaa baada ile Cypher kutoka ndo naona eti watu wanasema da kumbe ujamaa, lakini mimi wakati nimeanza kumfahamu Max kwenye Lyricist Lounge, first time nimekutana naye tu kwa sababu nilikuwa namsikia, nikamwambia tu da mwanangu wewe, yani utafika tu, yani wewe endelea tu, utafika. Uwezo wa Max ulikuwa unaonekana. Afu ni kweli bana Chizo, nakumbuka jana kuna mtu alinilaumu kwamba sijaizungumzia hiyo Cypher hiyo na Calligraph. Uliona kipara? Kuna mauaji sana. Nikaomba radhi. Nikaomba radhi. Kwa sababu nimemwambia niwie radhi kama kuto kuongelea ni kosa, kwa sababu mimi nilifikiri kwamba watu wameshaiona, na kwa sababu mimi sina kitu cha kuzungumzia tena kuhusiana na Max. Always inaonekana nimekuwa na muda mrefu sana na Max, alafu sikuhitaji tena mimi binafsi sikuhitaji proof kutoka kwa Calligraph kama alivyosema nani, yani kwamba kumuona Max ni mkali kwa sababu ya ile Cypher. Mimi nimesikiliza nimesikiliza nayo album yote ya Max, yani album yote, na kuna miwa mle hatari, yani akianza kuichomoa sasa hivi kama single, so unajua ni noma. And mimi na Max tumefanya vitu. Kwa hiyo nikamwambia bana niwie radhi kama nimekukosea mkuu. Nafikiri unajua namna ya kuzungumza. Lakini ni ulichokisema ni kweli. Watu wamemuona Max mkali kwa sababu tu hiyo, lakini kumbe Max ni hatari siku zote yani. Na sio Max tu. Yule mjomba ule fresh like yule ana balaa sana yule mjomba. Ana balaa mno. Kuna watu wengine actually huyo ulizungumza tema Nation. Kuna dogo yule anaitwa Benny Sofa. Kuna mtu ambaye watu wengi hawajawahi kumsikiliza na sijui kwa nini amekaa kimya, anaitwa George Gavin. Huyo naye ni tatizo, yani ni tatizo kubwa ile mbaya. Sasa hivi sijui anafanya nini, lakini George Gavin pia ni mmoja wa tema Nation. Ni mbaya. Kuna chali mwingine wanamuitaga Leon Maxwag, siku hizi anajiita LM. Naye ni tatizo, yani wako wengi. Kuna yule naye alikuwa ni pale. Nani? Yeye pia yeye tena bado yupo, sio kama alikuwa. Yupo. Bado mashine ile. Noma sana. Kuna yule mwenye dreadlocks anaitwa nani yule? Fupi hivi kidogo. Jina lake limetoka. Hatari sana. Wako wengi tena. So yeah, ni kitu ambacho ulikuwa unaniambia hapo. Sawa, ulikuwa unazungumzia hizo standard za rap ya bongo sasa hivi ambazo unadhani sijui ni zipi ambazo umezizungumzia hapo. Yani ni kwamba tunaweza kufanya kitu kikawa kikubwa wakati hakina ukubwa wowote. Sijui umenielewa kwamba asilimia kubwa ya wasanii wakubwa Tanzania wanakuaga wakubwa bongo tu na wanaishaga kuwa wakubwa hapa. Asilimia kubwa wasanii ambao tunatengenezea platforms wanakuwa wakubwa, wanaishaga kuwa wakubwa hapa. Kwa sababu wengi hawana mindset au hawana vision ya kutaka kwenda kudominate territories nje ya hapa. Sijui unaelewa. So hicho ni kitu ambacho kimekuwa kikinikera mara nyingi sana. Unajua mpaka leo hii watu hawajuagi kwamba Ngoya alikuwa bilingual pia. Of course, Ngoya alikuwa bilingual. Watu wengi hawajui mpaka leo kwamba Ngoya alikuwa bilingual. Watu mpaka leo hawampi heshima yake marehemu Langa. Of course, Sijui umenielewa. Lakini ukiangalia at the time ambayo Langa yupo kwenye peak ya hii game, ni msanii gani wa hip hop alikuwa anapewa kipaumbele? Haikuwa Langa. Sijui umenielewa. Yani kwamba kila ambapo kinaonekana kitu bora ambacho kinaweza kuwa groomed kifikie kiwango cha kimataifa au kiwe identity yetu au kitutambulishe, wanachukuaga kitu kingine ambacho ni cheaper version ndo kinafanywaga kinakuwa kikubwa. Still the same. Nafikiri unadhani huu ni ugonjwa ambao upo muda mrefu na ni makusudi hivi Yani ni kama mimi ndo maana mara nyingi napendaga kutumia kauli kwamba mfumo wetu ni mbovu. Mfumo wetu ni mbovu. Yani hakuna njia nyingine ya kuangalia, kwa sababu haiwezekani unaona hiki na unajua kabisa hiki kikipata nafasi hii ni product kubwa kuliko product nyingine zote ambazo ziko hapa. Tunaweza kuendelea kugroom product za hapa nazo zikuwe zifikie kiwango hiki tupeleke huko.
lakini tunaanza kuangaikia product ambayo haitokaa ienda kokote. Alright. Yeah. That's the biggest issue. Una mtazamo tofauti bwana Chizo hapo? Haki najuaga wewe unakuwa una mitazamo yako. Hebu nikupe nafasi kidogo uchangie alichosema One. Labda nikianzia kwenye swala la Max, kwamba unajua Khaligraph ametumika kama ndo kumverify. Unaelewa? Kwa wengi sasa hivi wameanza kumfuatilia. Lakini mimi naamini pia katika muda. Unaelewa? Kuna muda pia. Yaani kuna muda ambao watu tulimuona Wani. Lakini sio kwamba Wani hakuwa mkali. Lakini ilifika muda Wani kuonekana. Unaelewa? Na ndio kitu ambacho nakiona kwa Max pia, na sio mbaya kwa sababu hajachelewa popote. Uwezo anao. Kuna vitu vingi anaweza kuvifanya. Kwa hiyo tunategemea mengi tutayafanya makubwa. Lakini back kwenye standard, ninachofikiri anachozungumza Wani kama watu hawajamuelewa ni kwamba standard inapimwaje? Nani anayepima standard? Kwa maana kwa nature ya industry yetu sisi, na maana standard tunapima kwa wale watu ambao sasa hivi ndio wanafanya vizuri. Sababu mtu anayefanya vizuri tafsiri yake ndo mtaa umemkubali, si ndio bwana? Yeah. Kwa sasa tunawaza kwamba huu mtaa ndo umekubali kitu cha namna hii. Kwa ina maana sisi wote inabidi tufanye kama kile. Ile ndo standard yetu. Okay. Kwa nafikiri kwa watu ambao kwa hawajaelewa hiyo standard anazungumza nini, nafikiri hiyo ndo kitu ambacho walikuwa wanakizungumza hapo. Sawa. Samani kabla hujaongezea kitu hapo. Yeah. Kiparo unasemaje bana? Wani ametupa mjadala mzuri sana bana. Yaani sema watu wanajaribu kupindisha vitu, yani kinapokuwepo kile kibora kinachoonekana watu wanakikwepa, wanatengeneza kingine ili kile bora kionekane kwamba cha kawaida. Yani unatazamaje hiyo? Yeah, I think tasnia zote duniani ziko hivyo. Hakuna msanii namba moja ambaye watu wote wanakubali kwamba yeye ni namba moja. Lazima kuna watu watasema huyu ni namba moja, lakini umeshawahi kumsikia namba moja wetu mwingine? Yani that is how the industry is. Hakuna sehemu ambapo watu wote watakubali, kwa sababu kwa mfano wakati Chris Brown akiwa anafanya yuko kwenye peak of his career alipatwa na yale majanga ya kumpiga nani Rihanna wakati ule, sio? Huku kukatokea Jason Derulo. Watu wanasema Jason Derulo alikuwa industry plant, kwamba huyu akianguka tu sisi tunampandikiza mtu wetu. Unfortunately hawakufanikiwa hawa watu. Lakini ukiweka kwenye context ya kwetu ni kwamba kama alivyosema Chizo, timing is everything. Khaligraph huyu tunayemuona leo, OG tunamuona leo anafanya mambo haya. Khaligraph alianza kutoa ma mixtapes, ku freestyle, na ngoma zake zilikuwa zinapigwa tu kama underground fulani hivi, au tuseme kama upcoming fulani. Lakini when time was right, kila mtu akaja kushangaa, ila si wenyewe tukaja kusema mbona huyu Khaligraph sisi tunamjua miaka mitatu. Tena kwa Kali, unajua Kali tumeanza kumsikia bongo akiwa underdog, tumemsikia kwa Nicki. Unaelewa? Lakini leo tunamtumia Kali kutuverify sisi. Unaelewa? Ni kweli. Sawa. Nicki, I mean One. Turudi hapo. Kuna kitu unasema unataka kumjezea Chizo hapo. Nilikuwa nataka kusema kwamba kwenye standard mimi nadhani kitu ambacho kinatakiwa kiangaliwe zaidi ni quality control. Hicho ndio kitu ambacho mimi naamini katika standard kinatakiwa kiangalie. Yaani ubora au unadhifu wa bidhaa au huduma husika. Endapo nikisema mimi nikiwa mfano kama mimi ni label labda, nitakapoangalia artist ambaye ana uwezo wa kutoa competition kutoka hapa mpaka South Africa bila kuwa na upinzani, na artist ambaye anaweza kutoa competition hapa mpaka Iringa bila kuwa na upinzani, mijicho wangu litakaa kwa yule ambaye anaweza kufika South Africa bila upinzani. Sio, umenielewa? Na hapo ndipo nasema kwamba standard yetu sisi imekaa kutengeneza watu ambao watakaa hapa tu. Alright. Tunapokuja kwenye kuangalia artists ambao wana star power, yani wana ile energy na wana ile capability. Kwa mfano, ni watu wangapi walimwaminia Vanessa Mdee wakati anaanza? Wengi. Sijui umenielewa. Lakini
wakati anaanza kuna wasanii ambao walikuwa wanatengenezwa hapa, yani wanakuwa groomed hapa kiasi kwamba Vanessa hapa anaonekana sio msanii mkali. Mpaka alipoanza yeye ku cross borders ndio watu wakaanza kuona kumbe, lakini alikuwepo mbele yetu. Sijui umeelewa? Yani na ndio hapo naposema mfumo wetu ni mbovu, kwa sababu asilimia kubwa ya watu ambao wanahusika kwenye entertainment industry au shape au kumodel vipaji wao wenyewe haelewi maana ya talent. Sasa unajua kwa maelezo ambayo unazungumza bwana ndugu yangu hapa awali, mimi nadhani kwa changamoto ambazo zipo miaka mingi, hizi changamoto mfumo tayari upo hivyo. Hatuwezi kusubiri mpaka mfumo uje kuwa smart ikiwa kuna uwezekano wa msanii mmoja mwenyewe kuamua kwenda mbele. Kwa mfano kama Max tunafahamu jinsi ambavyo alivyokuwa mkali miaka mingi sana, na tayari yeye mwenyewe anajua yeye ni mkali, lakini ana nafasi yeye mwenyewe kufika mbele yeye mwenyewe kama ambavyo sasa hivi tunaona, kuliko kusubiri mpaka mfumo uje kuwa smart. Au unaonaje mwenyewe mmoja? Ndio, ni sawa, ni sahihi. Yani na ndio hilo pia ndio lilikuwa lengo la kutengeneza pia Tamaduni na Temayai, ni kutengeneza kundi la wasanii ambao wanaweza kujimudu bila kuhitaji mfumo. Ndio, umenielewa? Watu wengi hawakuelewaga tulipoanzisha vile vilinge. Tulikuwa tunafanya kilinge Arusha, tunafanya kilinge Dodoma, tulikuwa tunafanya kilinge sijui Mbeya wapi, vile vilinge. Watu hawakuelewa kazi ya vile vilinge. Kazi ya ile vilinge ilikuwa ni njia rahisi sisi kusambaza muziki wetu bila kutumia mfumo. Sijui umenielewa? Kwa sababu kama mimi nataka ngoma yangu izunguke Mbeya na sina access ya media Mbeya, nitahakikisha mtaani ngoma yangu inafika. Na inafikaje? Kwa sababu nina kilinge Mbeya. Sijui umenielewa? Kwa hiyo sisi tulitengeneza network yetu ambayo iliwezesha Tamaduni kusimama na kuwezesha watu wengi sana kupata nafasi, kwa sababu tuliangalia tukagundua kabisa kuna tatizo pale. Sijui umeelewa? Na tulipojaribu kuliaddress tatizo, nadhani watu wote waliona changamoto tulizopitia. Tulipojaribu kuliaddress tatizo, kwa hiyo kusema hebu tuache, umeshaelewa, wana utaratibu wao, tutengeneze wetu. Na for the first time watu wengi sana wakaona jamaa wajinga eti unauza CD wenyewe sijui na nini. Lakini ndo njia ndo iliyotengeneza kina Yankila, ndo iliyotengeneza kina Disaster Vina, yani ndo watu wote hao wametokea kwenye ile njia yetu ambayo ilikuwa haina akili. Sijui umeelewa, ambayo mpaka sasa hivi ina faida na inatumika. Na ndio inatumika baadhi yenu ambao wanaendelea kuitumia na ina faida kwao. Kwa sababu kitu ambacho watu wengi wanashindwa kukiona especially kwenye sanaa ya muziki ni kikubwa kwa msanii ni kumfikishia shabiki yake ile bidhaa. Hiyo ndo, yani hiyo ndo streamline ya biashara ya muziki, kumfikishia shabiki bidhaa au ile huduma. Sijui umenielewa? Changamoto kubwa inakuja wapi ujue? Watukati wengi sana tu. Watukati wanajipanga kinoma mbele pale ili ile bidhaa ipitie kwao. Wao ndo wanataka waamue bei za bidhaa zetu, wanataka waamue tunaziuzaje, wanataka kuamua tunaimbaje sanaa yetu. Wakati industry ni kubwa kiasi kwamba kunaweza kukawa na soko la reggae tu. Umeelewa? Kunaweza kukawa na soko sijui la bolingo. Yani kunaweza kukawa na masoko yote haya yakawepo na kila msanii akanufaika. Lakini watu wanataka kuistreamline ile biashara kama ni kitu kimoja ili wao ndo wanufaike na utaratibu. Na hapo ndipo mimi ninapoingiaga matatizo na watu wengi. Sawa. Bwana, turudi sasa kwenye magi. Mijadala ni mingi sana na lakini nafikiri mijadala ambayo ina afya sana ya kama ambavyo amesema Chizo. Nilikuwa nataka kujua namna ambavyo ulipata nafasi ya kufanya wimbo huu ambao tumeuzungumza kwa kirefu kidogo na umetupa madini mengine, The Incredible. Namna uliweza kupata nafasi kwanza pale M-Lab. Ilikuwa ni kuna mtu mmoja aligoma kutia verse bwana, alafu katika kutafuta kwa sababu bwana kuna huyu dogo anakuja hapa siku zote, hebu nataka history kwa tena actually ngoma yenyewe ilikuwa hiyo ngoma hiyo ilitokea ilikuwa ni ngoma ya kila siku ya Nikimbishi. Mimi ndo nilikuwa nimeenda M-Lab siku kwanza, nikawa nimerekodi ile Incredible. Duke akanisikilizisha, tulikuwa mimi Duke na brother Patrick wakawa wamenisikilizisha ile ngoma ya kila siku. Wakanambia hapa bwana, hii verse alikuwa anatakiwa aje afanye ilikuwa ni Jinako, yani Jinako alitakiwa afanye. Lakini sasa Jinako hakutokea, sijui kuna kitu gani kilitokea, lakini Jinako alikuwa hajatokea na wimbo ulikuwa unatakiwa utoke. Exactly. Kwa ndo brother Duke Duke na brother Patrick akaniuliza, vipi unaweza kufanya kitu?
Nikamwambia ndio, una verse? Nikamwambia sina, lakini naweza nikaandika hapa tu. Kwa nikaandika ile verse pale nikairecord, na nadhani na ngoma ikatoka kesho yake. Yeah, kwa hiyo ilikuwa ni project ambayo ilikuwa inasubiriwa, lakini kuna mtu tu alikuwa hajafika kwenda kufanya piece yake. Before ya kupata hii nafasi ulikuwa ushatumia muda gani pale MLab? Before MLab mimi siku hiyo ndo ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda, lakini nilikuwa ninakutana na Duke mara nyingi kwa sababu before that Duke alikuwa Tongwe. Kwa sababu mimi na Bano tulikuwa tunapendaga kwenda kurekodia Tongwe kwa sababu J Rider pia alikuwa kule. Kwa mimi ndo mara nyingi nilikuwa naonana na Duke kule. Okay. Kwa Duke alikuwa anafahamu. Duke alikuwa actually anamwambia brother Patrick kwamba bwana kuna dogo mmoja nimekutana naye kule anaitwa Wan, nimemwambia atakuja siku hapa. Kwa siku nilioenda ndo nikakutana na brother Patrick, ndo kazi zikaanzia hapo. Lakini ile ilikuwa ndo siku ya kwanza mimi kufika MLab. Tena studio yenyewe ndo ilikuwa imefunguliwa nini mpya. I say. Na baada ya hapo sasa ndio ikapatikana nafasi ya kupiga hii. Ikapatikana nafasi ya kupiga Incredible, ikaja ile Pure Number, ikaja Incredible Remix, Young Gifted and Black, hivyo mpaka tunamaliza Soga za Mzawa. Hii Incredible the beat na nini atmosphere inaonekana ilikuwa hatari sana, yani mpaka mnatengeneza. Actually ni kwamba hiyo beat yenyewe Duke alinipa wakati yeye bado yuko Tongwe, hata MLab ilikuwa haijafunguliwa. Alinipa CD ya muda sana. Alinipa CD ya beats. Zilikuwa beat kama 3 hivi. Beat moja hapo ni hiyo Incredible, na kwenye Soga za Mzawa kuna wimbo unaitwa Style Mpya ya Bure. Ile beat pia. So ile beat nilikaa nazo, lakini sasa mimi nikawa nataka niandike kwa sababu at the time masikio yangu yalikuwa sasa, kwa sababu naona kwamba nimepata nafasi ya kutengeneza wimbo ambao unaweza ukawa release. Kwa masikio yangu yalikuwa yamejaa sana na nasikiza sana kina Ngoya, nasikiza sana Mariam Mzila kwa sababu yeye alikuwa on rotation kipindi hicho, namsikiza sana Quick, yani nilikuwa nawasikiliza wale watu. Lakini nikakaa na zile beat, baadaye nikakaa nikasema lakini subiri kwanza. Bisi nilikuwa na hizi nyimbo wangu zamani, kwa katika kukumbuka ile Incredible ilivyonikaa nika-record, na bado nilivyomfikishia Duke mwenyewe akaniambia una uhakika unataka tuachie hii? Kana kama ilivyoenda Incredible ndo akili yangu tena ikarudi tena kuwa One yule wa zamani, kwamba nikaona kumbe mimi nilikuwa nataka nibadilishe mambo wakati utaratibu ulikuwa ni huu. Kwa hiyo from then on that's been my, yani ndo maana hata sasa nasema kwamba ni mmoja kati ya nyimbo zangu bora, kwa sababu hata ninapotaka kuandaa kazi mpya hizo nyimbo 3 ndo nyimbo ambazo ninaweza nikakaa mwezi mzima nazisikiliza. Mimi yani nadhani nina uchiziwa. Mimi napendaga kusikiliza muziki yangu tu. Ni mara chache sana nasikiliza muziki ya watu wengine. Na watu wachache wanaweza kusikiliza nyimbo zao. Mimi mpaka leo. By the way, mimi kila nikisikiliza The Incredible nakumbana na kipande hiki ambacho nimeshindwa kukihifadhi kichwani na kwa sababu nachapia mara nyingi. Yani okay, naweza kuwa nafahamu lakini nachapia. Tuzo zangu kifunzo na funzo kwa wapumbavu. Nguzo zangu za tungo ni funzo na tuzo kavu. Ndio. Matunzo ya zangu tunzo ni gumzo, ndo maana mkavu. Na tunzo zangu mafumbo na midundo inanipa tafu. Damn man, hiyo hapo umetisha sana mzee. Tuzo zangu kifungo na funzo kwa wapumbavu. Nguzo zangu za tuzo ni funzo la tuzo kavu. Matunzo ya zangu tungo ni gumzo, ndo maana mkavu. Na tungo zangu mafumbo midundo inanipa tafu. Damn. Hiyo uwezi kuchapia hiyo mzee. Wewe unaweza hebu rudia hiyo Rashid. Acha mambo yako wewe. Kumradhi, mpaka nimetumia lugha fulani hivi ambayo yani unajua hicho kipande wake na nisisimua. Hebu kipige tena, yani unajua alafu unaenda faster, yani unajua alafu umekirudia mara kadhaa hicho. Tuzo zangu kifungo na funzo kwa wapumbavu. Nguzo zangu za tunzo ni funzo la tunzo kavu. Matunzo ya zangu tuzo ni gumzo, ndo maana mkavu. Na tungo zangu mifumbo madundo. Hata mimi mwenyewe. Sasa hiyo inachochekesha unajua ni nini? Hicho kipande, yani mimi verse zangu nyingi kwa kipande nazisahaugi. Lakini verse zangu mimi nikianza kuanzia mwanzo sikoseagi. Yani ile kipande unakosea. Kwa sababu mimi pia ninavyorekodi, unajua mimi bado nina utaratibu ule wa karatasi na peni. Mimi hata kuandika kwenye simu mimi ni mvivu sana.
Mimi karatasi na peni. Kwa hiyo na naamini ni kwa sababu kila ninapoandika kwenye karatasi na peni ni kwamba ninaliona wazo langu likiwa kamili. Kwa hiyo utakuta mara nyingi ninaepuka kutoka nje ya mada moja kuingia kwenye mada nyingine kwenye wimbo mmoja. Sipendagi kwa sababu nataka nilione lile wazo kamili. Alafu pia siandikagi kwa ule mfumo kwamba nimeandika verse, nimeandika chorus, nimeandika verse, nimeandika chorus. Mimi uwaga naweza nikaandika ba 100 ya wazo moja. Alafu ndo naanza kuvunja kwamba hii itakuwa verse ya kwanza, hiki kipande kitaingia kwenye verse ya pili, hiki kipande kitaingia kwenye verse ya tatu. Kwa hiyo naweza nikaandika wimbo mmoja nikakuta nina verse 7. Alafu zile 7 naanza nazivunja mpaka ninazipata 3 ambazo nimezikubali kwamba lile wazo limenyoka. Kubwa ambazo wala unaweza hizi lines unaweza tafsiria kidogo, maana ni nzito, zina complications kidogo, lakini pia zina maana. Yani ni simple kwamba ninachojaribu kuweka wazi kwamba incredible, yani maana yake ni kwamba tu ni miujiza. Sasa nasema nguzo zangu za tungo zangu kifungo na funzo kwa wapumbavu. Yani nakwambia tungo zangu mimi yani ni ukikosea una penalty kwa sababu utakuwa umevuka mipaka ambayo utakiwa kuvuka. Kwa hiyo nikikupenalize pia nimekufundisha kwamba umevuka mpaka, yani kwamba usinijaribu. Umeona, ndo tungo zangu kifungo na funzo kwa wapumbavu. Alafu nguzo zangu za tunzo ni funzo nguzo zangu za tungo ni funzo la tuzo kavu. Yani jinsi ambavyo ninaandaa au utaratibu ambao ninatumia kuandaa sanaa yangu, ninaandaa katika mfumo wa kwamba hauwezi kukataa kwamba hii ni sanaa. Umeshaelewa? Kwa hiyo hata kama nikipewa tuzo sio nimependelewa, kwa sababu ninaistahili. Hapa nilikuwa kusudio. Matunzo ya zangu tunzo ni gumzo, ndo maana mkavu. Ya zangu tungo ni gumzo, ndo maana mkavu. Yani kwamba jinsi ninavyohifadhi sanaa yangu au jinsi ninavyofikiria, jinsi ninavyoandaa ile sanaa ni kitu ambacho yani kinasifiwa, sio kwamba eti tu unahitaji kunisifia. Ni kitu ambacho kinaonekana kina ubora. Alafu ndo mwisho nakwambia na tuzo zangu matumbo na tuzo zangu mafumbo na midundo unanipa, na midundo unanipa tungo zangu mafumbo. Kwa hiyo kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3 yani yote hayo ni mafumbo. Mafumbo, umeshaelewa? Alafu mdundo unanisindikiza. Fantastic. Unajua kila ninaposikiliza hicho kipande huwa nakifurahia sana kusema kweli. Shukuru sana. Kwa hiyo hongera sana kwa sababu kama ni michezo ya maneno hapo mzee, sio mchezo. Unaweza ukajiuma ulimi. Hongo mzee. Mnaita wordplay wordplay. Kwa hiyo kwa Kiswahili tunasemaje, mchezo wa maneno au? Sio hiyo, mimi nimetafsiri. Michezo ya matamshi. Nimetaka kidogo wanangu wa Kiswahili nao karibu, na mambo yamekuwa mazuri sana kusema kweli, na tunaweza kupata vitu vizuri kweli hapa, na ufafanuzi wa line ni kama 4 hivi ambazo tumezichagua hapa, ndio huu hapo umeupata. Sasa wacha nirudi zangu hapo faster kwa watu ambao wako zao YouTube, na nimekwambia YouTube pia tutasoma ujumbe wako pia hapo YouTube. David Nehemea anasema EFM Radio ni moto kwa Tembala. Asante brother. Razaro Julius anasema yes, mmetisha one the incredible. Bana ina noma. Wando huyu hapa, kama una swali liweke hapo. Mwingine anaitwa Waziri Mrisho King of Monday anasema hiki kipindi kiongezewe muda wa kuwa hewani. Bana sasa tuna masaa 3 hapa, tukiongezewa tutakuwa mangapi? Si atakuwa 5 brother. Sawa, haina noma. Huyu anaitwa Samiri Mswahili, mwanetu kabisa huyo, all the way from Italy. Anasema Uno ana uwezo sana, na saluti kwenu hapo studio. Sema tunakubali kazi. Asante sana bwana Samir, na Uno yuko hapa. Makame Hassan alikuwa anasema heshima hii ya muda wote anayopewa mhusika mkuu kwangu mimi naona ni sawa tu. Kuna artists, actors na producers walifanya makubwa jamani, kwa kizazi cha sasa wanaweza wasifike huko. Ndio kile ambacho nilikuwa na mimi nimejaribu kukizungumza. Abdi Badi anasema tuned in, shout out to Uno and the whole classic team, this is an interview of a lifetime. Au sio bana? Asante Abdi. Dr. Ponshe anasema Ponshe boy kutoka Tabora, tuko pamoja. Anthony Moses Babozi wa jioni ya leo
balozi wa jioni ya leo anasema namkubali sana Uno. Swali la kizushi na kweli la kizushi, anauliza Uno, huo ni mwanya au pengo? Huu ni mwanya. Sawa. One the Incredible ni mmoja wa wasanii bora sana kwa kutokea nchini. Uwezo wake wa kupanga mashairi kwa kufuata urari wa vina tena kwa lugha mbili ni hatari sana. Anaitwa Simon Salimini. Anasema muulize kuhusu wimbo wake pamoja na Drake inaitwa Black Magic, alipata vipi? Sawa. Abdi Badi anasema my main concern is kubaki kupraise fulani mkali but atumsupport. This mindset need to be discouraged. I believe real fans tulikuwa tuna support real rap, tulikuwa chuo in a position to support now. Okay, asante. Na Abdul Aube anasema eti wakata okay. Abdul Aube nafikiri amegusia point yako, anasema eti wakataka waue tamaduni kwa Mexicana. Hivi ilikuwa hivyo kweli au hisia tu za watu jamani? Ilikuwa yani mimi kiukweli kabisa sijui ilikuwa kwa vipi, lakini ninakumbuka wimbo wao ulikuwa unapata promotion kubwa sana, alafu walikuwa wametudis. Ulikuwa ni kamba tukamba ile? Kamba tukamba. Okay. Sasa nakumbuka mimi nilivyoambiwa kwamba eti wachane, nikaambia sasa mimi naanzaje kuachana? Mimi hata mtu sijawahi kukutana naye. Unaweza ukakosea ukasema jamaa ana kichwa kikubwa, kumbe hana kichwa kikubwa, anaonekana muongo. Kwa hiyo siwezi kujibu. Ulikataa huo mtego sio? Kwa mtego huo wewe makusudi au wakutegwa? Huo alinikosa, nikamwambia mimi siwezi. Wewe hujai kudisi mtu? Nani? Hujai kudisi? Nimewahi kudisi. Nimewadisi wasanii wengi sana. Lakini sasa watu wengi hawajuagi kitu hiki. Kila mtu ambapo ananiona mimi na diss, ajui kwamba mimi nimedisiwa kwanza. Mimi huaga sijawahi kukaa eti na mdisi mtu. Mimi huaga narudisha majibu. Ukileta taarifa na kujibu. Sawa sawa. Unamjibu kwa ngoma nzima? Wala mimi yani kwanza kumwandikia msanii ngoma nzima eti na mchana, hiyo ni kupoteza ubunifu. Mimi nitakutana kwa mistari miwili ambayo utaishi nayo milele. Sawa sawa. Hizo na marapa bora huwa wanapiga line moja au mbili, mtu anatoa kitabu. Natamani nizungumze kitu fulani hapa lakini najua kanizuia, kipara kanizuia. Kuna mtu alipigwa line mbili akaamua kuandika wimbo mzima. Yaani tuachane nao bwana. Sawa. Turudi. Incredible remix bana ilikuwa hatari sana. Hatari sana ile. Na ngoja tuwaonjeshe kidogo hapa. Jamani, hii ilikuwa ni remix ile Incredible. Tuko kwenye wimbo wa kwanza tu jamani. Hatujaenda mbali sana. Ndio anaitwa Rashidi mwenzio basi. Bana, kabla hatujaenda mbali sana, ulipoisikia hii verse ya Chidi Benz wewe mwenyewe ulipokeaje hii verse kwenye remix? Kwa sababu ni verse ambayo pia inasisimua mpaka leo, bado inasisimua. Well, ukweli kuhusu huo wimbo ilikuwa ndio imeshatoka Incredible, nadhani ilikuwa ina kama wiki moja au mbili, nilikuwa na perform vizuri sana. Duke akanipigia simu akaniambia Chidi anataka remix. Chidi mwenyewe alihitaji Chidi kipindi kile ndo alikuwa yani ukiona ngoma yeye anapiga remix. Of course. Alafu sasa anaipiga remix yani kabla hajakutaarifu. Yani unavyokuja kupata taarifa yeye kashafanya tena. Kwamba anasikilizia feedback yako. Kwa hiyo mimi nikafika zangu studio siku hiyo. Tani nimefika studio siku hiyo nataka kurekodi. Nikakuta hizo business ndo amekuja kuchukua na yeye beat ya Incredible na yeye anaenda kuiandikia. Okay. Kauliza Duke, nikamwambia kwa hiyo sasa ngoma tunakuwa ngapi? Akaniambia hapa yani tumempata nani? Ilitakiwa iwe na lineup ya watu wengi sana. Walitakiwa wawepo kina Marem Zile kwenye ngoma, walitakiwa wawepo watu wengi sana walitakiwa wawepo. Sema kipindi kile kutokana na utaratibu wa labels, wasanii wengine labels zao zilikuwa haziruhusu. Kwa hiyo mimi nilipofika studio nikamweleza kwa nani karekodi, akaniambia Chidi karekodi. Nikamwambia sitaki kusikia verse yake mpaka nirekodi kwanza. Kwa hiyo mimi nikarekodi verse yangu alafu ndo nikasikilizisha verse ya Chidi. Kwa nini? Yani unajua kwenye kwa sababu kwanza at the time kipindi kile unajua Chidi Benz ndo Chidi Benz. Hatari sana alikuwa. Akija kwenye ngoma yako ni umeisha, kama hauko serious umeisha. Kwa hiyo nikasema nikimsikiliza kabla sijarekodi verse yangu nitaanza kubadilisha vitu. Atanivuruge. Kwa ni bora niweke lile wazo ambalo nilikuwa nimekuja nalo. Kwa hiyo mimi nikapiga verse yangu. Nilipomaliza verse yangu ndo akanipigia verse ya Chidi.
Kaniambia vipi unaonaje? Nikamwambia yache. Lakini unaona namna mapokezi, unajua kila mtu sema bana Chidi kaua, unajua like but lakini ndio raha ya remix, sio exactly. Hatuangalii nani alifanya nini, yani ule muunganiko tu pekee yake, sababu kila mtu anakuja na kitu chake na hiyo ndio raha, kwa sababu hukutaka kumsikiliza kabisa Chidi. And of course alitaka kusikiliza, nikajua kabisa hapa nikianza kusikiliza na Chidi Benz ninavyomfahamu taanza kubadilisha verse yangu. Mambo ya hii leo kuna mtu alifuta verse yake, unakumbuka watu wakaona isiwe tabu bana. So lakini mapokezi yake yalikuwa ni makubwa sana hii remix sana. Actually hiyo ngoma Incredible remix ndio sababu kubwa ya album ya Soga za Mzawa kufanya vizuri. Kwa sababu ya hizo ngoma mbili. Na hizo ngoma mbili ndo nadhani naweza nikasema ndo zilikuwa inspiration kwa rappers wengi sana ambao mpaka sasa hivi wana rap kama watu wasema wana rap kama tamaduni, lakini wana rap kama on the Incredible. Ni hizo ngoma mbili. Ni Incredible na Incredible remix ndo ngoma ambazo nadhani zilitengeneza ile impact ya kwamba kama tunataka kurap inabidi tu rap kama huyu jamaa anavyo rap. Of course nilipata kuzungumza na bwana PK Patrick Gondwe, naye alisema hivyo, akasema kwamba bwana alisema One The Incredible ni msanii ambaye ameigwa na anaigwa na wasanii wengi mpaka sasa. Hiyo kauli aliitumia. Kwa hiyo inapigia mstari kile ambacho ulikuwa umekizungumza. Sawa. Bana, tangu kumradhi kidogo, tangu tumeanza hapa tumezungumzia wimbo mmoja, wala haukuwa classic jam of the hour. Sasa tungependa tucheze wimbo ambao ni classic jam of the hour number 1 kwa leo, na tutajaribu kuzungumzia pia ni wimbo wa Soga za Mzawa, ambao ulibeba jina jina la album. Here we go. Wana wataalam lugha ya mkoloni wanasema ni chorus. Bwana, kwa hivyo lugha ya mkoloni unajua safi kabisa. Lugha ya mkoloni bwana inaitwa chorus, lakini sisi tunaita kibwagizo kabisa. Dude linaitwa Soga za Mzawa na ndio ilibeba jina jina la album. Kwa nini Soga za Mzawa? Kwa sababu kwa kipindi kile cha kwanza kabisa nilikuwa mwanafunzi. Ilikuwa sababu between Soga za Mzawa wakati naanza kuirekodi mpaka namaliza nilikuwa nadhani mwaka wa pili chuo. So in between that time nilikuwa niko mtaani sana. Sijui umenielewa. Kwa hiyo alafu ninakaa na mabrothers ambao wao wengine wamesha graduate, hawana ajira, wana hustle kwa ajili. Yaani unajua ile changamoto ya maisha, alafu katika ule umri wa kuanza kujielewa unaanza kuziona, alafu unaziona kwa watu ambao wewe unatambua kabisa kwamba mwana huyu daktari kabisa, unajua shule ipo lakini tatizo liko wapi? Unaona unapitia vyanzo vya taarifa za habari na nini, afu unaangalia mambo yanavyoelezewa, yani unaona hivi mbona kama watu wachukulia hivi vitu kirahisi hivi, tatizo liko wapi? Mbona wale kama wanaongea hiki wanafanya hivi, yani unajua yani vile vitu vyote ambavyo unavipitia unaviona katika njia ambayo unaanza kujihami kwamba isije ikawa kwamba na mimi ninapoelekea ndo huko. Sijui umenielewa kwamba naona kwamba sasa hauna mimi napoteza muda chuo, niingie tu mtaani sasa hizi nianze kuhasa, kwa sababu mwenye naonekana kama ninapoelekea ndo utaratibu huu nitasoma tawaliza mwisho wa siku. Yani kwamba hakuna uhakika. Kwa hiyo kila experience ambayo nilikuwa ninaipitia ilikuwa ina wimbo wake kwenye ile album. Kila experience nilikuwa naipitia ilikuwa na wimbo wake. Kuna ngoma kama Mtanga Njia, kuna ngoma sijui kama Kesho Yetu. Yani zipo, kila wimbo ulikuwa una kitu chake ambacho unahusiana nacho. Sasa nilivyokuwa nimerekodi zile nyimbo, Soga za Mzawa watu hawezi kujua hiki. Unajua mpaka leo hii ile ndo ngoma ya mwisho nimewahi kufanya na Duke Touches. Na ndo ngoma ya mwisho kurekodi kwenye album ya Soga za Mzawa. Yani toka nimerekodi ile ngoma mimi na Duke tujawahi kurekodi wimbo mpaka leo hii. Why? Hatujapata nafasi tu. Na tunakutanaga lakini hatujapata. For good. Yani hopefully we'll do something. Na hata last time tumekutana pia akaniambia, nikamwambia vipi? Akaniambia nipo around tutaongea. So hopefully tutafanya kitu. Lakini toka tumemaliza Soga za Mzawa, mimi na Duke tujawahi kuingia tena studio kurekodi wimbo mwingine wote. I see. Lakini ndo mlitoa kitu classic sasa.
kila kitu kinapotokea kinakuwa kina sababu lakini pia kina historia yake. Na ndio hicho nilikuwa nataka nimalizie sasa. Na huo wimbo wa Soga za Mzawa ulikuwa ndo wimbo wangu wa mwisho kuandika kwenye album ya Soga za Mzawa, kwa sababu ulikuwa ndo kama unajua umeandika essay sasa umekuja kwenye conclusion. Kwa hiyo nimeuandika huo wimbo mpaka nimemaliza, yani mpaka Nicky alivyokuja studio ndo akaambia hii chorus hii naweza nikaandika kitu, kwani wewe una idea gani? Nikazipigia mahesabu zile nyimbo ambazo ninazo tayari, kwa sababu Soga ni hadithi fupi fupi. Umeshaelewa? Mzawa anajulikana. Kwa hiyo nikasema hii album nitaita Soga za Mzawa. Kwa ndo Nicky akaandika hiyo chorus. I say. Ni moja kati ya track tamu sana pia kwenye album, licha tu kuwa imebeba jina, lakini ni track nzuri kusema kweli. Hiyo pia ipo kwenye top 3 zangu. Top 3 zako Sasa bwana kuna line ambazo nimezijumuisha kwenye zile nasty lines zile. Una lines fulani ambazo ni nasty, yani wana lines fulani nasty sana. Ni utumwa wa kifikra mwanaume ukitoga, mara nyingine ni usho, unajua tunamalizia hapo. Ni utumwa wa kifikra mwanaume akitoga, mara nyingine ni usho. Katika watu wa culture ya hip hop wengi wao wamechukua utamaduni. Unajua wamechukua utamaduni, sisi tumeuchukua, tumekunda nao. Kwa hivyo kwa wenzetu wanatoga na nini na especially watu wengi wa hip hop wenzetu ni culture yao. Sasa nikasema kwamba nilikuwa kila nikisikia hii line nasema kwamba okay, huyu jamaa ni kama amepiga sehemu it's nasty, kwa sababu some of the hip hop heads wametoboa. Kwa hiyo lakini sasa ni line fulani ambayo inawachapa, lakini ukiangalia kwa upande mwingine kilichozungumzwa pia kina uhalisia. Sijui ulipoiweka hii line kwenye wimbo fikra zako zilikuwa ni nini, and baina ya watu ambao uko nao kwenye culture ya hip hop ambao pia wametoboa masikio na vitu sehemu nyinginezo, nao walikuwa wanakutazamaje ama kupokeaje? Kwa kweli sijawahi kupata negative feedback, lakini mimi hiyo line ilitoka kwangu kwenye simple expression, kwa sababu at the time mimi nina inspirations kutoka sehemu tofauti. Yani one of my favorite rappers ni Eminem. Yani one of my favorite all time ni Eminem. Lakini nikija Tanzania list yangu wa favorites inaanzaga na Hashim Dogo, inakuja Professor J, inakuja Sugu. Na hao ndo watu ambao mimi yani kibongo bongo, sababu nilikuwa naandika Kiingereza kabla sijaanza kuandika Kiswahili. Kwa hiyo nilijifunza mengi sana kutoka kwa hao watu watatu. Sijui umenielewa. Na sijawahi kuona akiwa ametoga masikio. Umeshaelewa? Kwa hiyo mimi ile kwangu haijawahi kuwa inspiration kwamba eti kutoboa sikio eti kwa sababu ni mwana hip hop. Haijawahi ku make sense kwamba kutoboa sikio na kuandika lyrics na kurap yani vinaendana vipi. Sijui umenielewa. Kwa in the sense ya kwamba haijawahi tu ku make sense kwangu, nikasema tu nitaiweka hii line iwe kama ujumbe, na nilikuwa ninategemea kutakuwa na zogo. Nilikuwa nategemea kutakuwa na zogo, na nilikuwa niko tayari kwa hiyo. Yani nilikuwa nataka atakaye jitokeza yani ndo ninaanza naye. Alafu kutafuta hajawahi kuwa tatizo na mimi brother. Bwana vipi bwana, mbona nasikia kama kuna dongo hapo rafiki yangu? Hajawahi. Wanasema hakuna mtu ambaye alimgusa yani baada ya kuwa tayari ameshaitoa. Mimi nilikuwa nataka tu kwamba atakayeanza nitamfanya mfano kwa wenzie. Yani watakuwa wakiniona tu kila mtu anakaa kimya. Wao wanacheka tu kuna namna ambayo hapo nasikika? Unasikika. Kuna namna ambayo kile ulichokiandika pengine baada ya kukua, unajua tulikuwa tunazungumza na Nicky wiki iliyopita kwamba kuna baadhi ya mistari anakuambia kabisa pengine nilikuwa na uelewa tofauti wa jambo fulani, lakini kwa sasa hivi naweza nikawa na mtizamo ambao ni tofauti na kile nilichokiimba. Vipi huo mtizamo wako wewe mpaka sasa hivi? Mimi nadhani ninachoweza kusema ni kwamba ndio maana point yangu sasa nikaa nasema mimi napenda kuyaandika mashairi yangu ili nilione wazo wangu. Mimi kama kuna kauli ambayo ninahisi ninaweza nikaja kuijutia, hautakaa usikie kwenye wimbo wangu. Yani kama umewahi kusikia wimbo wangu wowote na nikasema kitu, sijawahi kuifuta hiyo kauli na inasimama hivyo mpaka kesho.
Yani hicho ni kitu ambacho, kwa sababu kitu ambacho mimi nimekuwa nacho, najua kuna difference ya Jay-Z aliwahi kutoa mfano akasema by the time yeye anaandaa albamu yake ya kwanza alikuwa tayari na miaka 26, sio umeelewa? Kwa hiyo tayari alikuwa na experience ya maisha, unajua, anaelewa anachokifanya, anajua anaelekea wapi. Kwa hiyo mimi sijawahi kuweka neno kwenye wimbo nikasema nitakuja ku apologize, kwa sababu ninajua kwa nini nimeandika vile na ninajua huu ujumbe unaenda wapi. Kwa mfano kwenye huo wimbo kuna kipindi mimi nilishawahi kupata changamoto sana, watu wakawa wanasema una hate tu, wanapendeza kisa kipindi kile watu wanavaa Supra. Hebu waambie wanaovaa Supra azifai leo. Sijui umenielewa. Kwa mimi every single thing ambayo nimewahi kuandika, na watu waliochapa Supra ni wewe na Adili. Walichapa, umeichapa sana Supra. Yani mimi nikaambia hiyo na nifaishaje kiatu kina rangi za watoto kama vile nasoma shule sijui chekechea. Yani kwa mimi ndio maana nikasema kila kauli ambayo nimewahi kuandika mimi sijawahi kuifuta, kwa sababu nilikuwa ninamaanisha ninachosema, na hata leo hii nikiulizwa nitasema ndio hata katika umri ule, lakini hiki ndicho nilichokuwa na maanisha. Sasa unajua hizi ni lines ambazo sisi ambao tunasikiliza sana na kupitia lines ndio tunaona okay, it's nasty kidogo, au unajua kwa mfano line kuna line nyingine ambayo kidogo ukiacha hii, kuna line nyingine ambayo nayo nilikuwa naitazama kwa namna nyingine, nikasema pia nao unaweza ukaitafsiri vizuri, ingawaje hatutaingia sana deep, lakini kwa juu wanadai na hisia chafu zaidi ya nyeti ya Mswahili. You know, ukichukua hiyo line ni kama Mswahili ameshushiwa hadhi yake, na Waswahili ndo sisi ukiitazama, umeona upo Uswahilini hapo. Lakini sasa nikasema okay, hizi ni nasty lines, na kwa sababu Uno mwenyewe yupo hapa na yeye ndio alichokiandika, anajua exactly ambacho alikuwa anakimaanisha. Na mimi ninajua kabisa watu wamefikiria nini, lakini sio hicho nilichokuwa nakimaanisha. Okay. Kwa sababu nyeti ni siri. Kwa tafsiri ya Kiswahili nyeti ni siri. Nyeti ni siri. Kwa hiyo sasa kama Mswahili akiamua kuwa na siri, ikitoka ile siri, sisi natokaga kwenye magazeti tunaziona. Bwana umekubaliana na Uno au katuchezesha hapa kidogo chizo? Uno. Bwana ngoja najaribu kufanya hiyo correlation ya mstari na tafsiri aliyotupa yeye. Na hisia chafu zaidi ya nyeti ya Mswahili. Nyeti ya Mswahili. Spati ile connection ya hiyo line nzima. Uno anasema yeye anasema wanadai. Watu wanasema mimi nina hisia chafu zaidi ya nyeti ya Mswahili. Okay. Kwa hiyo anasema ukitafsiri nyeti ni siri. Lakini najua mapokeo ya kimtaa, na hii ndio sababu ya ndo sanaa. Kila mtu anaweza kuitafsiri line vile ambavyo anafahamu yeye. Kwa hiyo mimi napokea majibu yako, lakini ndo nawauliza hapa ndugu zangu ma-analyst hapa, mnakubaliana na majibu ya bwana Uno kwamba anasema yeye alichokusudia sicho ambacho watu wanakifikiria? Kwa hivyo Mswahili hapa hakushushiwa hadhi yake. Kwa kama ilikuwa baseline plan ni hivi kwenye lugha ya asili kwa Kiswahili naweza nikawekaje, lakini kwa Kiingereza kwenye lugha ya sanaa hiyo inaitwa double entendre, kwamba ninamaanisha hiki, lakini ukitafsiri katika njia ambayo unafikiria wewe pia bado maana unaipata. Inaweza kuwa ni tofauti na jinsi nilivyomaanisha, lakini bado katika lugha ya picha, yani unaona kwamba akasema hisia chafu kama. Kwa ukiangalia kwa jinsi ambavyo nimeimaanisha mimi ina make sense. Ukiangalia katika njia ambavyo mtu mwingine atatafsiri pia still has the same sense. So mimi ngoja ngoja tusikilize wimbo wenyewe hapa. Ni classic ambayo ilikuwa kuna yeye One Incredible, Nicki Bishi Stereo na Feed Cube ndani. Tutarudi baada ya